pamoja nami. Leo nina mada nzuri ambayo ninakwenda kuiwakilisha mbele yako. Ni mada ambayo bila shaka utaipenda. Kwa hiyo mkaribishe mwingine ili tuweze kujiunga kwa pamoja. Tunamshukuru Mungu kwa fursa ambayo ametujalia. Ikiwa unatufuatilia kwa mara ya kwanza, karibu. Hapa tunakuwa na vipindi vya mafundisho ya Biblia, lakini vile vile tunakuwa na vipindi ambavyo vinajumlisha hata mafundisho ya kusoma vitabu vya dini zingine ikiwemo Uislamu na kadhalika. Leo tunakwenda kujifunza mada ni kujikumbusha mada tumeizungumzia siku za mbeleni, lakini nimeona vile vile ni vema niweze kuizungumzia tena. Kwa hiyo chukua fursa hii kumkaribisha mwenzako, kushare, kulike, kusubscribe kama hupo kwenye YouTube au Facebook. Vile vile tunapatikana kwenye channel za TikTok. Na asante kwa wote. Naona jamani hapa watu wameshaanza kuingia. Naomba tu kwa hisani yako niweze kuwakaribisha wengine. Kama kawaida napenda kushare hizi jumbe kila tunapokuwa hewani. Kwa hiyo leo tunazungumzia mnyama. Kichwa cha habari tunazungumzia mnyama aliye katika ardhi ya msikiti wa Maka. Msikiti mkuu wa Maka ndio mada ambayo tunakwenda kuizungumzia. Kule Maka kwenye msikiti mkuu kabisa ule, msikiti wa Al-Kaaba, kuna mnyama kule. Huyu mnyama anakuja kuletwa nyakati za mwisho. Ungependa kujua mnyama huyu ana hatari gani, ni mnyama wa aina gani? Basi fuatilia katika somo. Anazungumza lugha gani? Fuatilia kwenye somo la siku ya leo, ndiyo mada ambayo tunakwenda kuwa pamoja nayo. Kwa hiyo mkaribishe mwenzako ili naye akaweze kujiunga pamoja nami. Labda ndio mara ya kwanza unasikia kwamba msikiti wa Maka kuna mnyama. Basi awali ya yote ni mshukuru Mungu, kisha nikupeleke moja kwa moja kwenye mada. Alafu ikiwa hupo kwenye TikTok, leo utapata nafasi ya kushiriki moja kwa moja hewani na kutoa maoni yako, kutoa mchango wako. Lakini vile vile ikiwa ungependa kuwa hewani kupitia moja kwa moja kwenye Facebook, kwenye YouTube, unaweza join kupitia kwa link ambayo nitaishare pale ili nawe uweze kutoa maoni yako. Lakini kwenye msikiti wa Maka, kwenye msikiti mkuu wa Al-Kaaba, ule msikiti ambao zamani ulikuwa na miungu 360 akiwemo na sanamu la Mungu Hubal, ambaye huyu Hubal ndiye aliyekuwa mwakilishi wa Mungu Allah pale katika ule msikiti wa Maka. Basi pana mnyama yupo katika ardhi ile, anasubiri kutolewa saa za mwisho. Ndugu anasema John nani John Elias Mwangu anasema nipo darasani mwalimu, ila sauti haisikiki. Sauti haisikiki. Basi kama sauti haisikiki, naomba nifanye jambo hapa. Nahisi labda nitajua ni kwa nini. Hapo vipi? Kama sauti inapatikana, hebu niambie. Kama sauti inapatikana hapo, hebu nieleze. I see. Hayo ni makosa makubwa sana kwamba sauti haisikiki. Inakuwaje tena sauti isisikike baada ya kuwa tumefanya juhudi kubwa za namna hii ya kipekee? Hello? I'm good. I'm calling you back, sir. Sorry. Yes, today I'm gonna call you back. Yes. Okay. Okay, samahani kwa hilo.
Naomba aliyepo kwenye TikTok anieleze kama sawa. Iko sawa. Asante kwa kunifahamisha hilo. Nadhani mitambo yangu hii inabidi niiweke sawa zaidi. Okay, tuingie katika mada yetu moja kwa moja. Ili tujue tunazungumzia mnyama ambaye yupo katika ardhi ya Maka katika msikiti wa Al-Kaaba. Pale kuna mnyama katika ile Al-Kaaba, katika ile ardhi, na huyu mnyama anasubiria nyakati za mwisho ili aje kutolewa katika ardhi na aje kuzungumza na Waislamu na wanadamu. Huyu mnyama ni wa aina gani? Hebu tegea vizuri uweze kusikiliza, uweze kufuatilia. Na andiko ambalo litatuongoza kwenye Qur'ani katika mada hii linapatikana kwenye Qur'ani sura ya 27 aya ya 82. Pastor Seb Oti anasema watching from Kenya. Asante sana. Asante kwa kutizama, Mungu akubariki sana. Sasa andiko ambalo tunakwenda kulisoma ni na Qur'ani hapa. Hii Qur'ani ni Qur'ani tafsiri ya Ibn Kathir. Tafsiri ya Ibn Kathir, huyu ni mwanachuoni mkubwa kabisa, ndiye anayekwenda kutuongoza katika mada tunayozungumzia. Ndugu anasema chaka ujambo ndugu, si jambo kakaangu. Mada ambayo ninaizungumzia inatoka katika Qur'ani sura ya 27 aya ya 82. Nitaanza kwa kuisoma tarjama ya tafsiri ya Ibn Kathir. Hii ni tafsiri kubwa kabisa miongoni mwa tafsiri za Qur'an. Inasema hivi, Qur'ani sura ya 27 aya ya 82 inasema hivi: na itakapowaangukia kauli juu yao, tutawatolea mnyama katika ardhi atakayewasemesha ya kuwa watu walikuwa hawana yakini na ishara zetu. Allah anasema itakapowaangukia kauli yao, tutawatolea. Kwa hiyo anaposema tutawatolea, huyu ni Allah anayezungumza katika wingi. Mara nyingi Allah anazungumza katika wingi ndani ya Qur'an. Tutawatolea, yani tutafanya, tumewaumba mwanadamu. Kwa hiyo Allah hapa anasema tutawatolea wanadamu au tutawatolea Waislamu haswa mnyama katika ardhi atakayewasemesha. Ukisikia atawasemesha, maanake huyu mnyama anayetoka katika ardhi ana uwezo wa kusema na wale watu wa Maka. Maanake sasa huyu mnyama anaweza akazungumza Kiarabu. Unaposikia atawasemesha, maanake kwamba ana uwezo wa kusikia. Hebu sikiliza anasema nini? Tutawatolea mnyama katika ardhi atakayewasemesha. Sasa tuelekee, kwa sababu walikuwa hawayakinishi ishara zetu ama aya zetu. Sasa maelezo ya mnyama huyu yanapatikana wapi? Katika kitabu hiki cha tafsiri ya Ibn Kathir anaeleza kumhusu huyo mnyama. Anasema mnyama huyo atatoka zama za mwisho, wakati watu watakapoharibikiwa na kuacha amri za Allah na kuibadili dini ya kweli na ya haki. Allah katika wakati huo atawatolea mnyama kutoka katika ardhi. Panasemwa kuwa atatoka Maka au sehemu nyingine, kama yatakavyokuja maelezo hayo kwa kina Allah akipenda. Mnyama huyo atazungumza na watu kuhusu hilo. Amesema Ibn Abbas al-Asani Qatada, na inapokelewa kutoka kwa Ali radhiallahu anhu, atazungumza maneno kumaanisha hatawasemesha. Sasa kwanza tupate sifa za huyo mnyama. Sasa hapa ndo utaanza kusikia vituko vya Uislamu. Hapa ndo utaanza kusikia vituko vilimomo katika Uislamu. Anasema imepokewa na Ibn Jurayj kuwa Ibn Subairi amemuelezea mnyama huyo kwa kusema,
kichwa chake, kichwa cha huyo mnyama ni cha fahari, yani ng'ombe dume. Kichwa cha huyo mnyama aliyepo katika msikiti wa Maka, aliyepo katika ardhi ya Maka, kichwa chake ni kichwa cha ng'ombe dume. Macho yake ni kama ya nguruwe. Macho yake ni kama ya nguruwe. Masikio yake ni kama ya ndovu. Pembe zake ni kama za paa dume. Shingo yake ni kama ya mbuni. Kifua chake ni kama cha simba. Rangi yake ni kama ya chui. Lakini kama la ni tako lake kama la paka. Mwalimu bwana. Mkia wake ni kama wa kondoo. Asante, niweke tu hapa. Shukrani. Mkia wake ni kama wa kondoo dume na miguu yake kama ya ngamia. Baina ya viungo, thank you. Appreciate you. Baina ya viungo viwili ni masafa ya diraa 12. Atakuja pamoja na fimbo ya Musa na pete ya Suleimani. Hakuna hata muumini atakayebakia bila ya yeye kumweka pako jeupe kwenye uso wake, ambalo litapanuka mpaka uso wake utakuwa unang'aa. Sasa naomba usikilize hiki, kwamba huyu mnyama atakapotokea katika ardhi ya Maka anakuja kuwatia alama katika nyuso zao, alama ambazo zitafanya nyuso zao ziweze kung'aa. Nyuso zao zitakuwa zinang'aa kiasi kwamba muumini wa Kiislamu atajulikana. Sasa katika Biblia tunafundishwa kuhusu nyakati za mwisho. Kuna mpinga Kristo atakayekuja na kuwatia watu katika alama za nyuso zao, ile namba ya 666, ile nyamba ambayo inamwakilisha mnyama Shetani. Katika Uislamu, huyu mnyama atakayekuja kuwatia waumini wa Kiislamu alama katika nyuso zao ni mnyama wa Kiislamu, ni mnyama wa Allah, ni mnyama ambaye ana uwezo wa kuongea Kiarabu na waumini wa Kiislamu na kuwatia alama katika nyuso zao. Anasema hakuna hata muumini atakayebakia bila yeye kumweka pako jeupe kwenye uso wake, ambalo litapanuka mpaka uso wake utakuwa unang'aa. Kisha anasema hakuna kafiri atakayebakia bila yeye kumtia doa jeusi usoni mwake, ambalo litaenea mpaka uso wote kuwa mweusi. Mpaka watu watakapokuwa wanafanya biashara, kuuziana masokoni, watakuwa wanasema hii ni bei gani ewe muumini? Hii ni bei gani ewe kafiri? Maanake kwamba kumbe nyakati hizo za mwisho wanasema kwamba watajulikana Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Waislamu watakuwa katika nyuso zao wanang'aa kwa kuwekwa athari na yule mnyama. Hicho kitabu kimoja. Kabla niendelee, ndugu Lokomba anasema ninakufuata kutoka Canada. Asante sana ndugu yangu kutoka Canada, ubarikiwe sana. Kwenye TikTok sioni mkitueleza mko wapi. Hakim anasema kumbe wewe pia huna maana. Waislamu mna vituko. Sasa nina kitabu kingine hapa. Kitabu hiki kinaitwa Asili ya Uongofu. Kitabu hiki kinaitwa Asili ya Uongofu. Ni kitabu kilichoandikwa na Sheikh Musa Al-Kindi, akielezea aya hii ya 82 katika sura ya 27. Anasema maneno haya: itakapowathibikia kauli juu yao, tutawatolea mnyama katika ardhi atakayewasemesha, kwamba watu walikuwa hawayakini na aya zetu. Anasema inasemekana waliokusudiwa hapa
Inasemekana waliokusudiwa hapa ni makafiri na wa siku hizo au wakati huo atakapowatokea mnyama huyo, na usemi mwingine kwamba makafiri wa zama za Nabii Muhammad, lakini kauli ya mwanzo ndiyo inayotiliwa nguvu. Anaendelea kusema basi itakapokaribia kusimama kiyama, tutawatolea mnyama mwenye umbo la ajabu na mkubwa kabisa. Zimetajwa hadithi nyingi sana kuhusu namna mnyama huyo na maelezo mengi na marefu, lakini tutafupisha. Katika hadithi ya Abu Huraira akasema kwamba huyo mnyama atakuwa umbo lake limechanganyika kwa tofauti ya umbo wa mnyama, na atakuwa na miguu minne na manyoya na mbawa na ndevu na kichwa cha ng'ombe, macho ya nguruwe, masikio ya ndovu, shingo ya mbuni, kifua cha simba, rangi ya chui, kiuno cha paka, mkia wa kondoo, kwato za ngamia, pembe za paa zenye matawi, uso wa mtu mwanamume, na mbio zake za kasi sana, hakuna kitakachompata kwa mbio. Na usemi mwingine kwamba urefu wake kwenda juu, kichwa chake kimefika mawinguni, na mengi yametajwa lakini nimeacha. I say Saad Samira anasema ni neema kuwepo darasani. Asante, karibu sana. Isaac Mnyaa anasema nashukuru Mungu, masomo yenu mazuri mwalimu. Kitambo tuliambiwa alama heti ni papa wa Katoliki, bati sasa tunajua ukweli. Barikiwa mwalimu, nipo Somalia. Asante sana. Na wapo wengi waliozungumzia papa, waliozungumzia nini, lakini angalia maelezo haya yalivyokuja, na maelezo haya yapo wazi kabisa kuhusu huyu mnyama anatoka katika ardhi na kadhalika na kadhalika. Anasema atatokea mnyama huyo katika ardhi, katika mlima wa Safa karibu na Al-Kaaba, na wakati atakapotoka, wakati huo Nabii Isa atakuwa anatufu Al-Kaaba pamoja na Waislamu. Eti wakati huyu mnyama anakuja, anatoka kwenye ardhi, Nabii Isa atakuwa ameshuka kwa mara ya pili sasa, naye atakuwa anatufu kwenye msikiti wa Al-Kaaba. Ndio maana sisi siku zote tunafundisha na tunashikilia kwamba Isa sio Yesu. Isa sio Yesu. Eti atakapokuja anakuja kutufu Al-Kaaba huyu Isa. Wakati anatufu, yule mnyama ndio anatokea sasa kuja kuzungumza na Waislamu nyakati hizi za mwisho. Anaendelea kusema, na atakapotoka mnyama huyo hatatoka na fimbo ya Nabii Musa na pete ya Nabii Suleimani. Kwani hii fimbo ya Nabii Musa kaipata wapi? Na pete ya Suleimani kaipata wapi? Unajua haya mambo ya pete haya ndio haya utawasikia kina nani, utawasikia kina Dr. Sule na wenzake wakisema wana pete, sijui pete za majini zile, sijui pete za kuleta utajiri na kadhalika. Kumbe haya wameyapata katika matabu haya ya Kiislamu, kwamba huyo mnyama atainuka na fimbo ya Musa, atainuka vile vile na pete ya Suleimani. Sikiliza vizuri, anaendelea kusema hatatia kidoa kidogo katika uso wa Muislamu kwa fimbo ya Nabii Musa. Kisha kidoa hicho kitasambaa na kuwa cheupe katika kila uso wa Muislamu, na atatia kidoa cheusi katika uso wa kafiri, mpaka watu wote watatambuana kwa vidoa hivyo kuwa huyu Muislamu au huyu kafiri. Anaenda kusema mnyama huyo atawasemesha watu, na baadhi ya maneno anasema kuwa mnyama huyo hatawaambia watu. Ikiwa Muislamu amwambie ewe fulani, ongera na pongezi, wewe ni mtu wa peponi. Akiwa ni kafiri mwambie ewe fulani, wewe ni mtu wa motoni. Na pia huyo mnyama atawaambia makafiri wale waliokanusha kutokea kiyama ya kwamba watu
makafiri wa kishirikina walikuwa hawana yakini, wakikanusha na kuzipuuza aya zetu, hoja na dalili zetu, na kusimama kiyama na kufufuliwa viumbe kuhesabiwa. Na baadhi ya alama kubwa za kusimama kukaribia kiyama ni kudhihiri kutoka kwa huyu mnyama. Makafiri walikuwa wakizikadhibisha habari za kiyama na kufufuliwa. Na baada ya kufa Nabii Isa itaondolewa nyumba ya Al-Kaaba na itaondoshwa Qur'ani katika nyoyo za watu na katika misahafu na katika kila sehemu iliyoandikwa, na watarudi watu katika ujahilia na utajaa ufisadi katika ardhi. Tazama katika kitabu Mkweli Mwaminifu juzuu ya 3 na 4. Hayo huyu bwana Musa Al-Kindi katika kitabu hiki cha Asili ya Uongofu, hayo ndiyo maelezo yake kuhusu huyo mnyama. Hebu turejee katika Ibn Kathir, anazidi kuzungumza nini kuhusu huyu mnyama ambaye ana kichwa cha ng'ombe wa kiume, macho yake ni kama ya nguruwe. Sasa mimi nilikuwa nadhani Allah anamchukia nguruwe, kumbe katika siku za mwisho Allah anamleta mnyama ambaye ana macho yake sawasawa na nguruwe, kichwa chake sawasawa na ng'ombe, shingo yake sawasawa na mbuni, kifua chake ni kama cha simba. Sasa chukua haya maelezo yaliyoko hapa, alafu hebu ingie katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana ukaone mambo ambayo Yohana anaonyeshwa takriban miaka 600 na kabla ya ujio wa Qur'an. Utashangaa sana mpendo. Anasema katika kitabu cha Ibn Kathiri kwamba, hebu tupate maelezo mengine kuhusiana na huyu mnyama. Mnyama kutoka katika ardhi. Anasema kiyama, kasema mtume, kiyama hakitasimama mpaka mtakapoona alama 10: kuchomoza kwa jua upande wa magharibi, mnyama kuja kwa Yajuj na Majuj. Sasa huyu Yajuj na Majuj tutakuja kuwazungumzia habari zao jinsi zilivyoelezwa hapa ndani ya vitabu na alivyosema Muhammad. Kuja kwa Isa bin Maryam, Dajjal, kudidimia kwa ardhi 3, moja upande wa magharibi, moja mashariki na moja katika bara Arabu, moto ambao utatoka katika Yemen utakaowapeleka na kuwakusanya watu kusimama, na watakaposimama kwa usiku au kupumzika pamoja na pale watakapopumzika wakati wa mchana. Hivi ndivyo alivyopokea Muslim, wanachuoni wa Sunna, kutoka kwa Udhaifa, na katika hadithi mauquf Al-Tirmidhi amesema ni hadithi sahihi yenye daraja la hasan. Yani ukisikia daraja la hasan ni kitu kizuri, maanake ni daraja jema. Pia imepokewa na Imamu Muslim kutoka kwa Abu Dhaifa radhiallahu anhu katika hadithi ambayo ni marufuun, Allah anazijua zaidi. Anasema imepokewa na Muslim na Ibn al-Hajjaj kuwa Abdallah ibn Amri amesema, nimehifadhi kutoka kwa mtume hadithi ambayo bado sijaisahau. Nimemsikia mtume akisema, hakika alama ya kwanza kutokea ni kuchomoza kwa jua kutoka magharibi, kutokeza mnyama kwa watu wakati wa dua. Yeyote katika hizo mbili itakayotokeza mwanzo, basi ya pili itafuata kwa karibu nyuma yake. Sasa haya maelezo anazidi kuzungumza kuhusu alama za maelezo yatakayotokea katika zama za mwisho. Kisha anasema hatatoka mnyama kutoka katika ardhi akiwa ana fimbo ya Musa na pete ya Suleiman. Ataigonga pua ya kafiri kwa fimbo hiyo, na ataufanya uso wa muumini kung'aa kwa pete mpaka
watakapojumuika watu kwa ajili ya chakula, hatampambanua muumini kutoka kwa kafiri. Maana yake kwamba watafahamiana kwa zile alama zilizopo katika nyuso zao. Maelezo haya yanataka kuwafikiana na maelezo yaliyopo kwenye Biblia zamani, kwamba mnyama yule mpinga Kristo, kazi yake atakapokuja kufanya, hatakuja kubainisha watu. Mtu hatoweza kuuza wala kununua mpaka awe na alama ya mnyama katika paji la uso wake. Muhammad anasema huyo mnyama anatokea Maka, katika ardhi ya Maka, na anakuja kuongea na watu. Maanake kwamba yule mnyama atakuwa na uwezo. Na unajua Uislamu unafundisha kwamba Kiarabu ndio lugha ya watu wa peponi, ndio lugha ya watu wote watakaozungumza. Kwa hiyo huyo mnyama anaongea Kiarabu. Imepokewa na Ibn Juraji kuwa Ibn Zubairi alimwelezea mnyama huyo kwa kusema, na maelezo hayo nadhani nimekuwa nimeshayasoma, hakuna haja kuyarudia, labda kwa wale ambao labda mnaingia sasa hivi. Amesema huyu mnyama kichwa chake ni cha fahari, yani ng'ombe dume, macho yake ni kama ya nguruwe, masikio yake ni kama ya ndovu, pembe zake ni kama za paa dume, shingo yake ni kama ya mbuni, kifua chake ni kama cha simba. Mnyama huyu yupo kule Maka, yupo katika ardhi ya Maka, anatolewa, anakuja kuzungumza na waumini nyakati za mwisho. Ewe mpendwa unayefuatilia, bila shaka hii ni dalili ya kukimbia Uislamu. Hii peke yake inastahili kufanya ukimbie Uislamu. Msikiti mtakatifu, katika hiyo ardhi kuna mnyama wa ajabu ya namna hii. Kwa nini huyu mnyama asitoke katika ardhi nyingine yote? Mbona tu atokee Maka? Hili ni swali ambalo mimi bado nimekuwa nikiuliza kwa muda, sijapata mtu wa kunijibu kwamba kwa nini tu huyu mnyama hatokee katika ardhi ya Maka. Muhammad Dito anasemaje huyu Muhammad Dito? Muhammad Dito, karibu sana. Sasa naomba niwakilishe ili kwamba kama kuna Muislamu ungependa kuja, tukupe fursa hii na wewe uweze kuzungumza na watu, haswa Muislamu, uweze kutetea hoja. Kama unaweza ukatetea hoja hii, basi ni muda wako mzuri wa kuweza kuja na kutetea kwamba huyu mnyama ni mnyama wa aina gani, huyu mnyama aliyepo katika ardhi ya Maka ambaye atawatokea watu na kuzungumza na watu. Karibu sana mwana wa baba. Hapa tunazungumzia mnyama aliyepo katika ardhi ya Maka. Amina, 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 karibu. Mimi nilikuwa nasema labda mimi nilikuwa natarajia ni ala anakuja kuwanusuru, kumbe ni mnyama tena. Kwani mwakilishi wake ni mnyama? Allah katika nyakati za mwisho hizi Allah sijui atakuwepo wapi, lakini tunajua mwisho wa siku na yeye anakuja kuingia motoni. Hiyo ndio Waislamu hawajui tena, ataingizwa na Bwana Yesu. Naam, na wala sio huyu Isa mwongo, lakini Yesu mwenyewe. Naomba haya, ngoja tupokee wengine hapa. Kama kuna mtu wa kumwingiza, nadhani una administrative power zote, unaweza ukawakaribisha na wengine. Okay, asante. Kwa hiyo somo letu hilo, naomba niwahage hawa waliopo kwenye YouTube na Facebook.
Asante kwa kutegea. Basi tutabaki huko kwenye TikTok kwa muda kidogo. Na Mungu awabariki. Asanteni sana.